Kwanza nashukuru za asubuhi jamani. Sisi kama Tanzania Prison tupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho na Young Africans. Maandalizi tumefanya tangia tukiwa Mbeya, tulikuwa na siku kama 5 hivi. Kwa hapa tumekuja tu kwa ajili ya kukamilisha tu taratibu zingine za mwisho za kuelekea mchezo wa kesho. Kwa nafikiri baadaye tutakuwa na pre-match training ya kumalizia tu maandalizi ya mwisho. Kimbinu tupo tayari kama nilivyosema, kwa tushafanya mazoezi Mbeya, tulikuwa na mazoezi ya siku 6 ngapi, kwa sisi tupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho na Yanga. Sawa. Nikaribisha swali kwa Ahmed. Kocha vipi? Salamu. Mchezo wa kwanza na mimi nilipocheza na Young Africans kwa ardhi ya nyumbani ilionyesha kiwango bora sana. Lakini Young Africans wanapokuwa katika ardhi ya nyumbani wenyewe wanakuwa ni wazuri sana na mechi nyingi wanashinda tu katika uwanja wa KMC. Katika hilo inatoa hofu kiasi gani kweli? Nafikiri sisi hatuna hofu kwa sababu Yanga tumecheza nao na tunajua wanavyocheza, na sisi tuna aina yetu ya uchezaji wetu, hasa kwa mechi kama ambayo tunaenda kucheza kesho ya away. Na ukiangalia sisi msimamo wa ligi tuko chini, kwa tunahitaji kidogo na sisi tuanze kufunguka tofauti na tulivyocheza mechi ya kwanza. Tutaangalia jinsi gani ambavyo tutajilinda vizuri na tuangalie jinsi gani ambavyo tutaenda mbele. Ndio sasa matokeo. Sitarajie kuona mkiwa mmepaki basi. Kwenye mpira hamna kupaki basi. Mimi nashangaga watu wanasema wanapaki basi. No. Ukiwa unacheza kwenye mid block au low block, tunasema ni unamiliki mpira, unautawala mchezo kwa kutokuwa na mpira. Kwa hakuna kupaki basi. Hiyo ni mbinu ya mtu yoyote ambaye anaweza kuitumia. Ni sana watu ambao wao idea yao ni kushambulia tu. So kuna timu zingine au sisi tunavyofanya kwa sasa hivi ni kucontrol match kwa kutokuwa na mpira. Mwalimu, ukiangalia kwa msimu wa Tanzania Prison haiko vizuri sana. Ukiangalia na nafasi ambayo uko kwenye msimamo wa ligi. Umuhimu sasa wa mchezo huu kwa nyinyi ukoje kuzingatia mpo ugenini na sio nyumbani? Kusema kweli nafasi ya Tanzania Prison ilipo hairidhishi. Kwa ndio maana nasema tutajitahidi kufanya kazi kwa bidii na wachezaji wetu au na technical staff kwa ujumla. Hii tujaribu, tunaangalia jinsi gani tutatoka. Na hii mechi kwetu ndio ni muhimu, ni moja ya mechi ambayo tunahitaji matokeo. Kwa kama tukikosa sana basi tupate hata point moja. Lakini matokeo ya kushinda yatakuwa mazuri kwetu. Sawa. Swali la 3 kwa mwalimu. Unakwenda kucheza dhidi ya Africans ambayo kwa kucheza karibuni wamekuwa wanapitia nyakati ngumu zaidi utafutaji wao matokeo. Unauma namna gani kwenye kuiandaa timu yako ili katika mchezo wako dhidi ya Africans ambayo haina matokeo mazuri katika kucheza karibuni? Bila fikiri ndogelee sana kwa upande wetu wa Prisons jinsi ambavyo mchezo unaenda kuchukulia. Okay, Yanga wamekuwa wakicheza wanasema wapati matokeo, lakini Yanga inabaki kwa Yanga. Timu ambayo kwenye nchi yetu ni moja ya timu ambayo ni nzuri na wachezaji wazuri, kwa sisi tunachukulia kwenye umuhimu ule, unatuangalia hawajapata matokeo au walikuwa wanapata matokeo. Kwa ni kujibu tu kwa sisi tumechukulia mechi kwa umakini mkubwa, kama tunaenda kucheza na timu ambayo ni timu kubwa ina wachezaji wazuri na wanaweza kufanya chochote, hasa ukizingatia wanacheza mchezo wao wa nyumbani. Kwa niseme tu mechi itakuwa ngumu. Ukitoa hayo matokeo mnasema hawajapata matokeo mazuri, lakini Yanga mimi nafikiri labaki kwa Yanga vile vile. Mwalimu, michezo mitatu ya mwisho kwenye ligi kuu ya NBC mmekutana na Azam FC, Young Africans na Singida Black Stars, timu ambazo zimewakilisha taifa katika michuano ya kimataifa. Inawezekana michezo hii imekupa faida kiasi gani kuelekea michezo inayofuata ligi kuu ya NBC kuanzia mchezo wa kesho dhidi ya Young Africans? Nafikiri tulikuwa na ratiba ngumu ambao kama ulivyosema tumecheza na Azam, tulipata draw, tulicheza na Yanga tukapoteza kwa mchezo mmoja, tukacheza na Singida tukapoteza kwa 2-1. Ukiangalia mechi zote tunaona kuna mabadiliko kwenye timu, hasa kwenye kujilinda, lakini nafikiri kwa kwenda mbele ndio unatakiwa sema ambao unatakiwa tufanye kazi ili tunaongezeka tunapata matokeo. Na ukicheza mara nyingi mechi hizi ngumu zinakujenga.
hasa wachezaji wanajenga, hata walimu wenyewe zinawajenga. Kwa hiyo sisi imekuwa na faida kwetu sana kwa kuendelea kuwa na mwendelezo mzuri hasa kwa wachezaji. Kwa hiyo niseme kuelekea mchezo huu, kwa kucheza hizo mechi 3 ngumu, nafikiri hata tutakuwa na mwendelezo mzuri kwa mechi ambayo inakuja kesho. Nikushukuru sana mwalimu na nikutakia kila la heri kuelekea mchezo wa kesho. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Awali tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kukutana siku hii ya leo. Kama wakilishi wa wachezaji Tanzania Prisons, sisi kuelekea mchezo wetu wa kesho tumejipanga vizuri kutegemea katika maelekezo ya mwalimu aliyotupangia katika kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Ni mchezo muhimu. Ni mchezo ambao unatakiwa kujitoa sana, na pia ni mchezo ambao unatakiwa kutumia discipline kubwa sana kuelekea katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Yanga kwa kuheshimu wapinzani wetu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kukabili mchezo wetu wa kesho. Sawa, nikaribisha maswali kwa mchezaji. Captain, uko vizuri? Niko poa. Young Africans wana shida majeraha sana ya tena, ukiangalia wachezaji wengi ambao wana majeraha ni wale ambao wanapatikana kwenye kikosi cha kwanza ambacho mara nyingi imekuwa kama matokeo. Kwa hiyo kama wachezaji mnachukua hii kama advantage ya kuhakikisha kwamba mtaonyesha game nzuri zaidi? Awali sipendi sana kuwazungumzia wapinzani, lakini kuhusu majirani wao, sisi tunaingia na ile mbinu yetu mwalimu ambao ametuwekea kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo sisi tutapambana. Kwa hiyo kama wao wako na majeraha, sisi tutapambana kwa vyote, kwa sababu kama alivyozungumza mwalimu, Yanga ni Yanga tu. Kwa hiyo hajalishi kwamba wenyewe wanakosa kipana. Kwa hiyo sisi tutapambana, mtu yote ambaye atafika kesho kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Ni mchezo muhimu sana. Kwa hiyo tuhakikisha tupambane hivyo hivyo, hata kama wana majeraha hawana majeraha, sisi tutapambana kutafuta ushindi katika mechi ya kesho. Poa sana. Kutokana na muendelezo wa matokeo mabovu ya Tanzania Prison, mmetumia vipi breki ya taifa kuhakikisha kwamba mnarekebisha, ama mmefanya kitu gani ili mechi zinazofuata muendelee kufanya vizuri? Of course kitu kikubwa ambacho tunacho sasa ni kutokuinamisha vichwa chini, kwa sababu bado ligi haijaisha. Hilo la kwanza. Jambo la pili, mwalimu ameangalia yale maeneo yote ambayo sisi tuko dhaifu, ameweza kuyafanyia kazi, kwa sababu tumeweza kupata siku kama 5 kuweza kufanya masahihisho ya yale ambayo mechi zilizopita hakufanyika vizuri. Kwa hiyo na imani tutakuwa bora katika yale masahihisho mwalimu aliyotuwekea kuelekea katika michezo yetu mingine ya ligi, kuelekea katika kutafuta kunusurika kushuka daraja. Kwa hiyo na imani yale masahihisho ya nyuma ambayo tulikuwa tumekosea atakuwa vema tu kuweza kupambana, kwa sababu kila mchezaji sisi ana morali ya kuendelea kupambana. Kitu kikubwa hatujainamisha vichwa chini, tutapambana mpaka dakika ya mwisho. Poa sana. Misimu hapa nyuma karibuni Simba na Yanga walikuwa wanalalamika sana kipindi ambacho ndivyo kwa mnakutana nao. Walikuwa wanaichukulia Prison moja kati ya timu ambayo inacheza physical game, kitu ambacho wapinzani wengi walikuwa wana struggle. Kwa sasa mmetransform hiyo falsafa. Sasa hivi mnacheza, mnapata umiliki mkubwa wa mpira. Kuna namna kama wachezaji imewaathiri hiyo kutoka kwenye kucheza physical mpaka sasa hivi mnacheza position? Sawa, nashukuru kwa swali zuri. Cha kwanza, mpira sasa hivi umebadilika sana. Mpira wa kipindi hichi cha sasa na kipindi kilichopita ni vitu vili tofauti. Hata walimu wamebadilika, wachezaji wengi sana wamebadilika. Hata sisi pia ile prison dume ya kipindi kile cha nyuma kwamba tunacheza most time power play, this time imechange sana, kwa sababu mpira sasa hivi umebadilika kwa asilimia kubwa sana. Ndio maana tunabadilisha mwalimu huyu, kwa kila mwalimu anakuja na filosofia yake ambayo anataka kuitumia katika mchezo husika. Of course sio mechi zote mtatumia power play, hapana. Kuna mechi tutacheza, kuna mechi tutatumia. Kwa hiyo kuna mabadiliko, hata wachezaji wengi sana hawezi kutumia power play most time, tofauti na kipindi kile. Sasa hivi mpira umekuwa advance, hata Ulaya huko mpira umebadilika sana, hata kwetu hapa umebadilika. Ndio maana shangata hizi timu za kawaida ambazo watu wengi walikuwa wazizani kwamba wanaweza kucheza na Simba na Yanga kwa kukamia, hapana. Ni mpira umebadilika sasa hivi, mpira umekuwa sayansi kubwa sana sasa hivi. Ndio maana washangaa kuna wale analysis wanaisoma timu pinzani. Kwa hiyo kuna wepesi mkubwa sana kuweza kupambana na mpinzani wetu ambaye tunaenda kukutana naye. Kwa hiyo kwa hilo la kusema kwamba mpira ule kipindi kile, hapana. Sasa hivi mambo yamebadilika mengi sana. Sawa. Na
mnakutana na timu ambayo imeonyesha kuwa kutokuwa na safu bora ulinzi, kwa maana anatengeneza nafasi lakini sio kwa idadi hiyo, lakini mnakutana na timu ambayo pia ni safu bora pia ulinzi, ambayo imeconcede magoli machache kama Prison, na kama sehemu ya captain mmejipangaje kuhakikisha kwamba kesho mnaenda kupata alama tatu? Yeah, of course. Kesho kuelekea katika mapungufu yao hayo ambao wanakuwa na upungufu, kwa hiyo tutatumia ukosefu wao huo ambao kuna shida katika sehemu yao ulinzi na pia ni bora zaidi. Lakini kitu kikubwa ambacho tunaweza tukasema kwamba mpira ni mchezo wa bahati. Sisi tumejiandaa na wenyewe wamejiandaa, kwa hiyo mwenye bahati atabahatika kuweza kupambana katika mechi ya kesho. Nikushukuru sana. Natakia kila la heri kwa mchezo wa kesho. Nashukuru.